Basi nami na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Ismail kwa kunipa neema hii siku ya leo ya tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2025. Siku ya Jumatatu, maombi ambayo tumeanza awamu ya kwanza asubuhi majira ya saa 4 kamili tulikuwa tumeingia ndani ya madhabahu kwa habari ya kuendelea na maombi yetu ya mlima, ya mwendelezo wa mlima. Tulipata neema ya kuweza kujengwa na baba yetu Mfalme Ismail. Mungu wetu chini ya jua alianza kusema na sisi hata kwa yale ambayo alisema naye juu ya mtumishi wake Mama Grace, na hakuishia kusema naye tu mfalme, lakini pia akaenda kusema na mtumishi wake Mama Grace, akawa amesema naye kwa habari ya ujio wa kuja katika madhabahu juu ya tukio ambalo liliweza kuonekana kwa habari ya Mama Grace kuona mwaka 2025 kwamba ni mwaka wa Mungu. Kwa hiyo Mfalme Ismail akatujenga, na kupitia hivyo kila mmoja alikuwa anapata picha kabisa ya kwamba kumbe hapa sijaja kwa hasara, nimekuja kwa utabiri wa Mungu. Sijaja kwa hasara, nimekuja kwa ajili ya kutimiliza utabiri wa Mungu. Kwa hiyo kila mmoja alipata jibu lake kwa kupitia Mfalme Ismail kutujenga juu ya Mama Grace. Lakini pia si hivyo tu, baba aliendelea kutujenga na kutuambia tumaanishe, yani tuombe maombi ya kumaanisha, tusijione kwamba ni wachache, tusijione kwamba labda sauti ni chache. Yani tuko wengi mno mahali hapa. Ni kweli tuko wengi katika ulimwengu kwa sababu jeshi la mbinguni liko mahali hapa kama jinsi Mungu aliweza kusema ndani ya Mfalme Ismail. Lakini pia hapo baba yetu Mfalme Ismail akatamka kabisa kwamba wakati wanawaombea watumishi wa Mungu na Steven Charles Kanumba waliomba wakiwa wachache sana, lakini na Mungu alitenda, hakushindwa kutenda kwa sababu ya uchache. Alitenda na akawaleta. Kwa hiyo hata hapa tukiomba kwa kumaanisha, tutaomba maombi yenye utukufu mkubwa, tutaomba na Mungu atasema. Kwa hiyo baba aliyotujenga ya kila mmoja alikuwa yanagusa roho ya kwamba ili tuweze kufanikisha kusudi la Mungu na tusilikwamishe, tunapaswa tuombe kwa maumivu na uchungu mkubwa, hata kwa yetu tunayoshuhudia kwa mfalme, yani kwa baba yetu anavyotukanwa, na sio kwa baba yetu tu, wakati mwingine wengine wanatukana mpaka kanisa, lakini hata likitukana kanisa ni sawa na kwamba ametukana baba yetu, maana tumekusanywa na baba yetu Mfalme Ismail. Kwa hiyo yani hata anapokuwa akiongea sasa baba, unapata maumivu na kusema kweli, hivi huu si ni mwaka wa Mungu kabisa wa Mungu kutenda? Kwa nini baba usitende? Kwa hiyo unapata na ule uchungu wa kumlilia Mungu kwa uchungu ili aweze kutenda kama jinsi alivyoahidi kwamba huu mwaka ni wangu mimi Mungu. Na tayari kila kitu alichokiomba Mungu amekwisha kutimiziwa na mwanae. Iwe sadaka, iwe madhabahu, tayari imekamilika. Na alichokiahidi Mungu cha kwanza sasa, kwamba yupo anayekwenda kuleta mwanga na kukamilisha, tayari amekitimiza alichokuwa amekiahidi Mfalme Ismail. Kwamba roho ambayo imefungwa kwa miaka mingi, ambayo ni Ismail wa mbinguni, itakaposhuka tayari mwanga utaangaza duniani na matendo ndipo yatakapoanza. Alichokisema Mungu amekitimiza, roho imeshashuka ikiwa pamoja na misukosuko yote na nini, lakini roho imekabidhiwa, na mwili uliokuwa umebeba roho sasa uko hai na unaendelea na maisha kama jinsi Mungu alivyoahidi kwamba utanyonyesha. Ndivyo tunavyoona. Kwa hiyo sisi tulio waombaji sasa ni kupitia haya yote tunafanya kwamba tupate uchungu na maumivu ya kwamba kama haya yote Mungu umeyatimiza, kwa nini usitimize hili? Kwa hiyo wakati huo mimi nikawa Mfalme Ismail wakati anaendelea kutujenga na kutuambia, mimi nikavuta kweli taswira ya Diana mpaka sasa kweli ananyonyesha, kitu baki ni kuitwa mama tu mtoto akianza kuongea, lakini vingine vyote hivyo vitamka Mungu kwamba utanyonyesha, ananyonyesha, utaitwa mama. Sasa kilichobaki ni kuitwa mama, na sasa kama kimebaki hicho na chenyewe kipo tayari, kwa sababu mtoto atakayemuita mama yupo. Kwa hiyo nikawa natafakari kusema Ismail, haushindwi wewe, haushindwi kabisa, ni haushindwi. Vyote ulivyoviahidi. Kwanza ulianza ukatuahidi kwa Richard. Yani uliahidi kwa Richard akiwa hata bado Diana hajafika. Lakini tazama ulivyoajabu, ukamleta yule ambaye anakwenda kutimiliza yale ulisema na Richard. Na leo yametimilizwa. Kwa hiyo hata Richard alisema baada ya mwanga kuingia duniani, dunia inakwenda kuanguka chini ya Mfalme Ismail kupitia matendo. Haya, Diana akaja akasema hivyo. Sasa baba, mwanga umeshaingia, tenda sasa. Kwa hiyo mimi wakati anaenda kwa mfalme, mimi nikawa namsitu, kwa hiyo baba tenda sasa, tenda. Mpaka pale tulipoingia sasa kwenye upande baba amemaliza kutujenga hapo, kwanza nikawa nasikia kama vile muungurumo, yani muungurumo unapita, yani muungurumo mkubwa, yani kama vile muungurumo helikopta. Yeye nasikia ni muungurumo likubwa kabisa kama helikopta linazunguka tu hivyo. Lakini
nikawa sasa na msitu Mfalme Ismail baba, lipo jambo. Basi baada ya hapo sasa tukawa tumeingia kweli kuabudu. Tumeingia kuabudu na ule mtikisiko alikuwa inapokuwa kama tu jinsi helikopta inapokuwa imesogea karibu kabisa ilivyokuwa, yani kama inapokuwa imesogea karibu kwamba hakuna anayestahimili kukaa wala kutulia, hata waliozunguka kuipokea ile helikopta, ule upepo ambao unashuka nao, yani hakuna anayestahimili kutulia. Kwa hiyo wanaweza wakaangukiana au wengine yani wakapeperushwa tu hivyo, nguo zikaanguka tu, vitu vinaangukiana kwa sababu ya ule upepo ya helikopta inavyoshuka. Ndivyo nilivyokuwa nasikia sana mtikisiko paka kwenye madhabahu ilivyokuwa natikisika, yani kwa vile yani helikopta inatua sasa, nimefika kabisa, imefika kabisa, inaenda inashuka sasa. Basi nimeendelea kusikiliza hivyo, lakini sikuelewa maana yake. Yani sikuelewa maana yake, kwa nini huu mtikisiko kama wa helikopta inashuka ni nini? Yani kiasi paka tumeingia kuomba na msii sasa, najitakasa na msii Mfalme Ismail baba, kwa sababu wakati najitakasa na msii Mfalme Ismail baba, yani mimi naomba kabisa huu mwaka kabisa usipite. Yani baba, ni mwaka wako na tayari uko duniani. Sasa kama tayari umeshashuka duniani na kiti chako cha enzi na kitabu na sanduku la hazina na asili ya sanduku password umeshaikabidhi kila kitu, mpaka password ya kitabu kufunguka kiingia kwa Mfalme umeshakabidhi. Nini kingine bado? Nikisema hivyo sana ni yangu linasata yani linashuka sana, linashuka. Yani hakuna sadi kwa na stahimili tena, yani kama vile mtikisiko hivyo jinsi linavyokuwa linashuka hivyo upepo unavyokuwa. Basi nikaendelea tu kumsifu Mzee, lakini ile hali nikawa naisikia kamaliza kujitakasa, lakini huko roho yangu inasema tu, wewe baba sio muongo, wewe umefika kweli, tayari umefika. Mimi nikawa nasema sasa, hata ishara hii inayolia mimi sijaielewa, lakini naamini ni wewe mwenyewe tu. Mimi naamini ni wewe mwenyewe, hakuna mwingine hapa wa kuja kutikisa. Naamini ni wewe mwenyewe, hakuna shetani wa kuja kutikisa mahali hapa, naamini ni wewe. Nikawa nasema hivyo. Basi nikaendelea kuomba mpaka tulipomaliza kujitakasa. Tulivyotoka kwenye eneo la kujitakasa, tukaingia sasa kwenye upande hapo, tumetakasa na dunia, tumevunja mipango yote ya shetani. Lakini wakati sasa tunaendelea sasa kuomba, baba takasa kabisa, tulivunja kabisa mipango ya wachawi, waganga nini, yani wachawi wote, waganga wote. Sasa mimi nikawa navutiwa vitengo vyote vilivyokuwa na vitaji Mfalme Ismail. Nikawa navutiwa wako mikono mitupu. Yani kila akisema Filimaso inavutwa iko mikono mitupu. Akisema lakini sasa wakawa navuta kwa mtikisiko ule, yani mungurumo ule ambao nilianza kusikia kabisa mwanzo, kama helikopta hivyo linatikisa kila sehemu. Nikaanza kuona sasa kila aliyekuwa kitajwa mganga, wanavutwa waganga wa dunia nzima kwa mtikisiko ule, yani ile mungurumo la kama helikopta hivyo. Wanasogezwa, lakini wakisogezwa wako mikono mitupu. Sasa wanakuwa yani wanashindwa wakabidhi nini? Yani wanabaki tu wanashanga hivyo, yani kama vile wamekuwa mazezeta kama vile wamepigwa upofu, kama wamepigwa bumbuazi, yani hawajielewi. Hivyo likivutwa kila kundi akivuta Filimaso na wenyewe hivyo, ukivutwa Illuminati hivyo, mitandao yote ikawa inavutwa na Mfalme Ismail, lakini wenyewe wanakuja hivyo kama wamepigwa bumbuazi, hawaelewi nini kinaendelea, ni hawaelewi. Sivyo kama tulivyokuwa tukiwavuta mwanzo, wanavyokuja na matunguli yao, kama ni waganga kama ni wachawi wanakuja na matunguli yao, kama ni Illuminati wanakuja na maalama yao na maishara yao. Lakini sasa leo sasa cha ajabu, walikuwa kivuto wanakuja hivyo weupe, huku akiwa na kama wamepigwa bumbuazi, hawaelewi. Hivyo akataja wachungaji, akawa anataja viongozi wa dini wote, hivyo akawa anawataja. Lakini akaendelea kutaja hivyo alivyokuwa akipaza sauti Mfalme Ismail, ndivyo Mungu alivyokuwa anatekeleza kuwaleta mbele yake. Lakini walikuwa kiletwa akiwa mikono mitupu, mimi nilivyokuwa nikiwaona mikono mitupu. Basi baada ya hapo tulivyomaliza sasa kutakasa hivyo, wakati tumemaliza sasa kutaja kazi zote zinazoendelea na uchafu, tulivyomaliza kutaja, baada ya hapo wale watu walitoweka mbele yangu, yani vitengo vyote, wachawi, waganga nini, wakawa wametolewa mbele yangu wakiwa hivyo wakiwa kabisa, yani wakiwa hawana chochote. Basi baada ya kutoweka mbele yangu, tukaendelea sasa kumsifu Mfalme Ismail kwa habari ya kutembea kabisa duniani, akiendelea kusafisha dunia mama, yani haifanye kuwa kuwa tofauti, yani dunia mama, ili atakapoingia sasa Mfalme Ismail aingie kiwa safi. Basi wakati naendelea kumsifu Mfalme Ismail, nilisogezewa eneo, likiwa lile eneo lilikuwa katika, yani hapakuwa na pori, yani hapakuwa na pori kwamba ni pori kubwa, lakini ulitokea mti mkubwa. Yani ule mti ulikuwa ni mkubwa, na ulikuwa ni mti ambao umetengeneza matawi ya kivuli. Yani umetengeneza matawi ya kivuli, lakini kivuli chake kilikuwa ni cheusi. Yani ni mchana, lakini kivuli
kivuli chake ni cheusi, yani kizito, sio kile cha yani kama limti lenye utisho, yani kivuli chake kilikuwa ni cheusi, sio kile chepesi kama vile kwamba asubuhi pamepambazuka ama kwamba labda ni mchana pamepambazuka, yani kivuli chake kilikuwa na utisho. Likawa limevutwa hilo limti kubwa, lakini baada ya kuvutwa ule mti ulisikika tena ule mungurumo kama wa helikopta. Baada ya kusikika ule mti ukiwa umesimama mbele yangu, sielewi chochote, na ukiwa umetanda kabisa matawi, yani umesukana, yani matawi yamesukana kabisa, yameshikana kabisa, yamenatia kabisa, yani hakuna sehemu ambapo patapenya chochote kwamba labda nani mwanga wote. Basi wakati hivyo sasa yani ulikuwa umetanda kama limavuli hivyo. Basi wakati umesimama tu hivyo mwavuli huo, ile sauti tena kama ile kutoka ikawa imelia. Basi baada ya kulia nikawa natazama sasa kwamba je, kupitia mtikisiko huu mti utang'oka ama nini? Basi wakati huo umepita ule mtikisiko, yani ule mtikisiko na ule limungurumo, baada ya kupita nikasikia sauti kitoka ndani ya ule mungurumo, mimi ni Mungu, mimi ni Mungu. Sitokubali mimi Mungu mwanangu azidi kulia. Sitokubali mimi Mungu mwanangu azidi kunyong'onyea. Sitokubali mimi Mungu mwanangu azidi kuhuzunishwa. Sitokubali mimi Mungu, sitokubali mimi Mungu. Nimekuja kwa ajili ya majibu tu. Nimekuja kwa ajili ya majibu tu. Si kwa ajili tena ya kusikiliza maombi ya mwanangu. Maombi akasema kwamba si kwa ajili tena ya kusikiliza maombi. Nimekuja kwa ajili ya kutimiliza maombi ya mwanangu aliyoyaomba kwa miaka mingi juu ya dunia. Mwanangu ameililia dunia kwa miaka mingi sana. Mwanangu ameililia dunia kwa miaka mingi. Mimi Mungu nimekuja kwa habari ya kutimiliza aliyoniomba mwanangu enzi na enzi ya kumkabidhi agano. Tangu nimemkabidhi agano, alikuwa akiililia dunia kuikunja. Alikuwa akiililia dunia iishi katika maisha ya kitakatifu. Alikuwa akiililia dunia iishi kama mbingu ilivyo, iishi kwa utaua, iishi kwa amani, isiishi kwa mapigano, isiishi kwa mauaji, isiishi kwa uchafu wa aina yote. Mimi ni Mungu, mimi ni Mungu. Nimekuja mwanangu Zumaridi, nimekuja mwanangu. Haina haja, nasikia sauti kubwa, haina haja ya kupaza sauti, mimi Mungu niko, mimi niko mwanangu, kwa habari ya kutimiliza yale ulioniomba kwa miaka na miaka. Lazima nitimize mimi Mungu. Sasa ilivyotoka ile sauti, ilivyotoka kwa mkazo kabisa, mimi huku nikajikuta kama nimepasuka hivi kifua, yani nikaingia yani amani fulani ambayo nikafutiwa tena matusi yote, ziaka zote nazoziona kwenye mitandao anapokuwa baba ananionyesha, angalia wachungaji, angalia jinsi angalia jinsi tunavyochafuliwa. Hivyo nikajikuta kama vile yani kifua kimepasuka, imeingia amani ambayo ni kama mtoto ambaye yani amezaliwa amezaliwa leo, hana wazo lolote la maisha duniani, hana wazo lolote la chochote, la changamoto yote ambayo ataipitia duniani. Basi yani nikajikuta hivyo. Sasa wakati najikuta hivyo, akasema hivi, mimi ni Mungu, mimi ni Mungu, mimi ni Mungu. Mwanangu, sijawahi kukuahidi uongo, mimi Mungu. Sijawahi kunena uongo mbele zako, mimi Mungu. Akasema mbele zako mwanangu, sijawahi kunena uongo. Na mimi Mungu nikisema, mwanangu nikisema, ujue nipo katika hilo nililolisema. Ujue nipo, ninasubiri muda. Akasema lakini muda niliokuwa na usubiri mwanangu, ulikuwa ni muda wa mwanga wangu kunitangulia duniani. Maana mimi Mungu ni mwanga, nisingeingia gizani. Mimi Mungu ni mwanga, na mwanga tayari umenitangulia duniani. Akasema yani aliposema hivyo, umenitangulia, mwanga tayari umenitangulia duniani. Mwanga tayari umekwisha kuingia, tayari mwanga umekwisha kuingia. Mwanangu, nini kingine? Kama ni majaribio, nimekujaribu sana mwanangu. Huu wakati sio wa kukujaribu tena, kwamba uanze yani kwamba huu wakati sio wa kujaribu tena, hata paka mimi Mungu kusema ndani ya uzao wa kwanza wajipange. Ujue mwanangu, sio mwaka wa kukujaribu, sio mwaka wa kukupima. Nimekupima, yatosha. Sasa ni kwenda kukutangaza katika uso wa dunia tu. Yani siifikii sauti ya Mungu Baba ilivyokuwa inaongea kwa mkazo, kwa kuamini, kwa kuamini kwamba hakuna kingine kitakachozuia. Yani jinsi ilivyokuwa ikitoka ile sauti kwa uaminifu mkubwa na kwa ujasiri mkubwa, sauti ya Mungu Baba. Basi wakati wa sasa Mungu Baba akasema kwamba mwanangu, nataka sasa
Nikuonyeshe kuwa mimi Mungu nimefika katika matendo, sio katika ahadi. Nimefika kwenye matendo, sio kwenye ahadi. Kama ni ahadi mwanangu, nilizitoa sana ahadi. Nimekuahidi sana kwamba kila kitu ni chako mwanangu. Utakwenda kumiliki na kutawala, utakwenda kuangukiwa, utakwenda kusujudiwa. Yote hayo nilikuahidi. Sasa si wakati tena wa ahadi, Hata haya wayasemayo, akasema kwamba hata haya wayasemayo manabii wako mwanangu, si kwamba ni ahadi. Na ndiyo maana mwanangu, unajitahidi sana kuwaweka katika hali ya utakatifu, ili kila waliliwakilishalo mimi Mungu, si kwa kuliahidi tena, ni kwa kulitekeleza, kulitimiza. Nimekuja kutimiza, sio kuahidi tena. Nimekuja kuyatimiza niliyokuahidi miaka na miaka, nimekuja kuyatimiza, sio kuyaahidi. Akasema hivyo, kama nikukuahidi mwanangu, nimekuahidi sana. Haya yote leo ninayoyatimiliza, nilikuwa nimekwisha kuyaahidi. Sasa nakwenda hatua ya kutimiliza. Nipo katika matimilizo, yani kukamilisha kile nilichokiahidi kwako mwanangu. Maana sasa si mwaka tena wa kukuahidi. Hata nikikuahidi mwanangu, sasa itafika wakati, hata kama, akasema Mungu Baba akanasema sasa, hata kama mwanangu utasimama wewe kunitetea mimi Mungu, utasimama wewe kunitetea mimi Mungu, lakini walio nyuma yako watakimbia wote kunitetea mimi Mungu, kwa sababu wataona sasa ni uongo, ni utapeli, ni uzushi, ni udanganyifu, kila mwaka ni hivyo. Mbona sasa tena imekuwa hivi? Mwanangu, natazama mpaka uzao wako. Si kwamba tu natazama hapa, natazama mpaka uzao wako. Mimi Mungu nitakapokaa kimya watasemaje? Kwa hiyo si mwaka wa kukaa kimya tena mwanangu, ni mwaka wa kujibu. Na mimi Mungu nimefika, akasema kwamba mimi Mungu siangalii kwamba dunia itasemaje, siangalii kwamba watu watakufa kiroho, watu watakufa kimi, siangalii hayo. Ninachoangalia ni wakati wangu. Huu ni wakati wangu mwanangu. Ingekuwa ni kuangalia uzao wako utapukutika, ingekuwa ni watu kuniona, ingekuwa ni kuangalia kwamba watanisema uongo, ningeangalia wakati na kuahidi mwanangu. Ningeangalia wakati na kuahidi haya. Ningeangalia kwamba je, haya ninayoyaahidi watu watasemaje? Je, kupitia kuyaahidi haya wasipoyaona watu hao watamkimbia mwanangu? Si kuangalia. Na wale waliokuwa wanatazamia ahadi wamekimbia kabla ya ahadi kutimia. Sasa huu ni wakati wa kutimiliza ahadi. Akasema ni wakati wa kutimiza ahadi. Basi hapa akasema Mungu Baba, tazama sasa uone mwanangu, tazama uone ninachokifanya, na ndipo utajua kwamba hakuna kingine duniani kigumu ambacho kitanizuia mimi Mungu kutimiliza ahadi nilizoziahidi ndani ya huu mwaka. Hapo nikaona kiumbe, yani cha ajabu, lakini kile kiumbe yani kilikuwa katika mfumo kama wa nyama, lakini sio nyama, maana kimejaa kama yani kama vile yani sio kama, ndivyo ilivyokuwa macho, mwili mzima, lakini huku naona kimejaa, yani kilikuwa kimejaa yani damu, yani jinsi yani nyama tu inavyokuwa, kama ini linapokuwa linatikisika, lakini sasa kilikuwa na macho, lakini huko tena naona yani kama vile kinachuruzika damu, yani kama vile kinachuruzika damu. Basi hapo nikaona sasa lile mtikisiko linapita, kumbe ule mtikisiko ulikuwa unatoka kwenye ile umbo la nyama lile, na ile sauti ilikuwa inaongea mimi ni Mungu, ilikuwa inatoka ndani ya lile umbo la nyama. Basi nikajiuliza, kumbe nilikuwa najua helicopter, kumbe ni hakuna. Hapo nikatetemesha tena kusogelea lile mti. Basi baada ya kusogelea lile mti, cha ajabu nilichokiona baada ya hapo, ulitokea mtikisiko tena, yani likatikisa tena lile yani kiumbe sasa, yani umbo lile ambalo linatumika ile Mungu, yani sema Mungu Baba, kwa sababu ndio sauti yake ilikuwa inatoka kwa lile umbo. Baada ya kutoka ile sauti ya mtikisiko mkubwa, nilianza kuona ule mti unafanya hivi kama unapoteza uelekeo, kama vile kuna upepo likali linataka kung'oa ule mti. Lakini baada ya hapo ilitoka radi kali kutoka kwenye ile umbo la nyama, ukapigwa ule mti, ukawa umekauka. Baada ya kukauka ule mti, ndipo pale nikaona ile umbo la nyama ambaye ni Mungu Baba, kwa lile umbo lilikuwa limejaa macho kila kona, ilikuwa linatoa silaha kila kona, miale kila kona, yani miale kila kona ya mwanga likiangaza. Likawa kama vile limesogea nyuma kwa kuacha kidogo ule mti. Basi hapo liliachia tena tetemeko, yani kama vile
likijitikisa hivi kama kupumua, lilitoka tetemeko ambalo si la nchi hii wala si la dunia hii. Lile tetemeko baada ya kutoka, ule mti uling'oka na mizizi yake kwa utisho mkubwa kule, kule katika lile eneo. Hasa nikawa najiuliza, mbona huku kama sio kuzimu? Mbona tupo peupe sana, hamna giza, hamna nini? Mbona kama sio kuzimu, lakini hili mti mbona linatisha? Na mwanzo nilianza kujiuliza hivyo. Lakini sasa sikuweza kutambua wakati huo. Nilianza ile kung'olewa, ule mti, lile tetemeko lilipopita hivi. Tetemeko la ajabu. Hapo ule mti uling'oka na ulikuwa umejisuka na ulikuwa umetulia na ulikuwa umeweka likivuli ajabu. Lakini ule mti sikuweza tu kuona matunda, lakini jinsi lilivyokuwa limekaa lilikuwa hivyo kama nilivyoweza mwanzo kwamba paka kivuli chake kwa kizito. Basi likawa limeng'olewa. Lakini katika kung'olewa, wakati huo sasa linang'olewa, sioni makerubi, sioni majeshi ya mbinguni kwamba yanapigana. Nilikuwa nikimwona Mungu Baba kwa umbo hilo la nyama. Nikaona jinsi gani lilivyong'olewa lile mti, likawa limefunikwa hivi. Lakini tena kabla ya kufunikwa, lilivyong'olewa lile mti hivi mpaka mizizi midogo iling'oka. Mpaka mizizi midogo iling'oka. Lakini eneo lililong'olewa lile mti palibaki na uwazi mkubwa, shimo kubwa, shimo kubwa kiasi kwamba lilijisimika, likakomaa, likakomaa mpaka ile mizizi midogo midogo ilikomaa. Maana sikuona kukatikia wala ilikuwa inang'oka na hivyo. Kwa hiyo ilikuwa na nyemefa imekomaa mpaka nilipogeuza mpaka ile mizizi ilishatengeneza kama magamba. Basi hapo lilivyofunuliwa hivyo, pale basi pakabaki uwazi, lakini ule uwazi wenyewe ukabaki kama vile giza kabisa, kama vile giza pale lilivyong'olewa, ikawa kama vile shimo ambalo liko giza, ni nene, shimo refu. Hivyo basi baada ya hapo nikasikia tena sauti ya Mungu Baba, huu ndio wakati wa kufukia kila kitu. Hapo nikaona tena hilo mti kama vile limenyanyuliwa hivi na winchi. Lakini pale Mungu Baba alipokuwa akijitikisa kwenye ile umbo, ninaona tena lile mti likawa limenyanyuliwa hivi. Lakini baada ya kunyanyua likuja kufunikwa kwenye lile shimo, likawa limevua yale matawi. Yale matawi yote mizizi ndio ikapanda juu, matawi huko chini, yakadidimizwa kule chini sasa kwenye ile shimo, yakafunikwa. Lakini hivyo yale matawi yalivyokandamizwa kabisa kule chini, ile mizizi kaachwa juu hivi. Ile mizizi kwa dakika, sijui kwa dakika, kwa sekunde ile mizizi ilikauka kabisa, hata unaweza ukavunja kuni. Kwa dakika, kwa sekunde tu ile mizizi kakauka, ile mti likakauka, likawa ukuni. Hakuna tena kwamba patachipua, kwa jinsi lilivyogeuzwa na kwa jinsi hivyo hivi pakakauka, paka yale matawi yaliyokuwa yameuzikwa kwa huku na yenyewe yakakauka, pakasahaulika. Kama kulikuwa na mti wa kivuli cha aina gani, kulikuwa na mti wa utisho, pakasahaulika, pakawa limekauka. Hapo nashuhudia katika ulimwengu wa roho. Hapo nikasikia sauti ya Mungu Baba ikisema kwamba hivyo ndivyo ilivyo mwanangu, hivyo ndivyo ilivyo mwanangu, hivyo ndivyo ilivyo mwanangu. Mimi Mungu nimekwisha kung'oa utawala wa shetani. Nimekwisha kung'oa. Hayo ni matawi, mzizi mkuu ambaye ni shetani, nimekwisha kung'oa katika madaraka. Nimemng'oa kwenye madaraka, hayupo tena kwenye madaraka, hayupo tena kwenye kiti, hayupo tena kwenye chochote, nimekwisha kung'oa. Je, sasa mwanangu, ni kipi cha kuzuia ndani ya matendo yangu mimi Mungu? Kama mzizi mkuu uliokuwa ukisambaza maji kwenye matawi haya nimeung'oa na umekauka kwa sekunde. Je, ni kipi kingine kitakachonishinda? Hapo nikasikia sauti kinaweza, je, ikawa ananiuliza nigeukia sasa mimi kwenda niuliza, je, ulitegemea kama shetani angeweza kukauka ndani ya wanadamu kiasi hiki na kuvunjika kiasi hiki? Hapo nikang'amua, kumbe huyu ni shetani na matawi yake. Nikaanza kusema kumbe huyu ni shetani na matawi yake. Nikajibu, sikutegemea kukauka kwa sekunde hivi. Akaniambia, mimi ni Mungu, ndivyo ninavyokwenda kunyausha utawala wa shetani katika ulimwengu wa roho. Nimekausha, hakuna chochote katika ulimwengu wa roho, nimemaliza. Lakini wakati wakasema hivi, ndivyo ilivyo hata matawi nilivyoyainamisha na kwenda kukausha, yalikauka kwa muda.
yaani kwa sekunde yakawa imekauka, na mizizi ilikauka. Na mizizi ni nani? Ni shetani na vibaraka wake ambao aliwasambaza duniani kwa habari ya kueneza uchafu. Ile mizizi ambayo kunaiona, lakini mzizi mkuu ni yeye mwenyewe, baba yao shetani. Mimi Mungu nimekwisha kumng'oa, mimi Mungu nimekwisha kumng'oa, nimemng'oa, hana madaraka, nimemuondoa madarakani. Na kama shetani nimemuondoa madarakani, na ile mizizi midogo midogo uliyoiona, mizizi ambayo imetambaa kwa hivi na kushika kabisa, nimeshika, imengangana na yenyewe mpaka uking'oa hivi unang'oka na halisi. Je, sasa imekauka? Hajakauka? Nikajibu imekauka. Akaniambia ndivyo ilivyo utawala wote uliokuwa unaitwa utawala wa shetani duniani, unakwenda kukauka kwa sekunde. Akasema ni kwa sekunde, yani sipati jinsi Mungu alivyokuwa anaweka mkazo. Ni kwa sekunde unakwenda kukauka, kwa sekunde. Utawala wote uliokuwa ukiitwa wa shetani, utawala wangu mimi Mungu ulikuwa haujaanza kazi duniani. Sasa unakwenda kuanza kazi, ninakwenda kuanza. Siwezi kuwa na utawala mimi Mungu duniani huku nikiwa na utawala mwingine wa shetani. Ni utawala wangu unakwenda kujiongoza wenyewe, maana mimi Mungu sitegemei mwanadamu. Mimi Mungu sitegemei msaada. Mimi Mungu siwezi kusaidiwa na mtu kwamba nijisaidie, kwamba nisaidiwe. Siwezi kusaidiwa na mtu yeyote niliyemuumba mimi Mungu. Wanadamu wote mmetoka katika mikono yangu mimi Mungu. Kila kitu ukionacho duniani kimetoka katika mikono yangu mimi Mungu. Na mimi Mungu nilikiumba kwa tamko. Na kama ni nani mwenye kunishinda mimi Mungu? Kama mmekuja wanadamu duniani kwa tamko, hata shetani akaonekana kwa tamko, hakuna kitakachonishinda. Nina uwezo wa kutamka dunia yote iyeyuke na ipotee mbele ya uso wa dunia, na isiwepo tena, na ikateketee, na inawezekana. Hakuna linalonishinda. Nina uwezo wa kutamka kuyeyusha mali zote za dunia na zikayeyuka na isionekane chochote kwa sekunde. Je, mimi ni kiumbe cha aina gani? Mimi ni kiumbe cha kawaida? Mimi ni kiumbe cha kuzoeleka? Mimi ni kiumbe cha kawaida? Mimi si kiumbe cha kawaida. Ninayeweza kumiyeyusha, ninaweza kuiyeyusha dunia hii na milima yote na vitu vyote uvionavyo, na maziwa yote yakakauka, yakayeyuka, bahari zote zikakauka. Ni mimi niliyeziumba, nina uwezo wa kutamka na ikakauka. Kama ni mimi ndiye niliyepo sasa, niliyekuja sasa ndani ya huu mwaka. Kwa hiyo sihitaji uchafu wowote ukatishe mbele yangu. Sihitaji giza lolote likatishe mbele yangu. Mimi Mungu nimefunga giza na kufungulia mwanga. Nuru yangu nimeifungulia duniani. Mwanadamu ukiwa katika mwili huoni, lakini ingia katika ulimwengu wa roho, uone nuru yangu mimi Mungu ilivyoangaza duniani. Uone mwanga wangu mimi Mungu unavyomulika duniani. Hakuna giza, hakuna giza. Ni giza lipi litapita mbele yangu? Nimekwisha kung'oa utawala wa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Nimekwisha kung'oa. Ninakwenda kuyeyusha kwa sekunde tu. Mtakwenda kushuhudia kwa macho ya damu na nyama ninavyokwenda kuyeyusha utawala wa shetani kwa macho ya damu na nyama. Lakini katika ulimwengu wa roho, mwanangu, sijanyamaza kimya. Mwanangu, sijanyamaza kimya. Nimemaliza mimi Mungu, nimemaliza. Umenitetea sana, umenipigania sana, umenililia sana, umeniita sana mimi Mungu, umenisafishia njia sana kwa sadaka za kila aina. Hakuna sadaka ambayo mwanangu hujanipa mimi Mungu, hakuna, wala hakuna sadaka ambayo haijafika mikononi mwangu mimi Mungu kwa habari ya dunia. Mwanangu, kwa nini dunia isiwe yako? Kwa nini dunia usiimiliki? Hakuna sadaka. Ninasema mbele zako mwanangu, hapo namuona Mungu Baba yangu, lakini simuoni hapo mfalme wakati huo. Anasema, ninasema mbele zako mwanangu, ni sadaka ipi ambayo haijafika kwangu mimi Mungu juu ya dunia? Ambayo haijafika kwangu mimi Mungu juu ya kukata uchafu wa shetani duniani? Ni sadaka ipi? Ni sadaka ipi haijafika mbele zangu mimi Mungu kwa habari ya hazina zangu mimi Mungu nilizozitunza kwa muda mrefu? Ni sadaka ipi? Kila nikigeuka na kutana na sadaka inanena juu ya wanangu watoa. Kila nikigeuka na kutana na sadaka inanena juu ya kuikunja dunia yote ikashuke kwangu. Nikigeuka mimi Mungu na kutana na sadaka inanena dunia ikawe takatifu. Sasa ni kipi hakijafika kwangu mwanangu? Hata ukisema unitolee sadaka, ni marudio tu mwanangu. Sadaka ninayo
inanena. Zinanena. Maombi ninayo yananena mwanangu. Maombi yako yananena, hayajawahi kufungwa wala hayajawahi kuzimika mpaka sasa mwanangu. Nikuhakikishie mwanangu, sauti yako ulionililia kwanza kabisa juu ya watu hawa ipo mwanangu, ipo inasikika katika ufalme hata sasa. Na sasa ufalme wote umetawaliwa na sauti moja ya mimi Mungu nitende. Hakuna sauti nyingine wala hakuna kingine kinachoendelea. Sauti zinazolia katika ufalme ni juu ya, ni sauti zako mwanangu zikililia dunia ikawe nyingine, dunia ikawe nyeupe, mwanga ukatembee mwanangu. Na kuhakikishia mbingu nzima sauti inayolia mpaka sasa ya maombi ni yako peke yako mwanangu, ndio inayosikika. Kwa nini nisisikie sauti yako mwanangu? Kwa nini nisijibu sauti yako mwanangu? Ni kipi unachoniomba mimi Mungu nisikitende? Ni kipi unachoniambia mimi Mungu nisikitimize? Hata kama nilikuwa sina wakati muda wa kutenda kwa wakati huo mwanangu, huwa ninatimiza. Na hata kama sina, nitasema mwanangu kuna hiki kwanza na baada ya hiki nakwenda kutenda. Lakini tangu umeanza kunilia mwanangu, umesikia nikisema kuna hiki? Hakuna. Ndivyo ujue mwanangu, ni mwaka wako wa amani. Ni mwaka wako wa amani. Na ndiyo maana mwanangu, hata nilichokisema kwamba kuna hiki mwanangu lazima kisimame na ni kusudi langu. Na hicho nacho ni cha amani. Nilikwambia mwanangu ni cha amani, wala si cha kilio, wala si cha makashikashi. Ni cha amani, sio cha kupigwa wala si cha nini. Ni cha amani, ninakiruhusu mimi Mungu ili ukatangazike vyema mwanangu. Lakini itakuwa ni mtikisiko mkubwa. Lakini ni changu. Kila ninachoketa mwanangu ni cha safari ninayoiendea. Safari nimeifikia bado kuitimiliza tu. Siwezi kusema safari nimeimaliza, maana bado sijaikamilisha. Kwa hiyo safari nimeifikia mwanangu. Nimeifikia safari ya miaka na miaka ya kuililia dunia yangu irudi mikononi mwangu. Sasa safari nimeifikia. Ninachokwenda ni kuitimiliza dunia kurudi mikononi mwangu mimi Mungu. Mwanangu, mimi Mungu nina amani. Umenifikisha kwenye amani, umenifikisha kwenye kwenda kukusanya uzao wangu mwanangu. Mimi Mungu nina amani. Hata wewe mwanangu naamini una amani. Mwanangu ipokea amani yangu. Huu ni mwaka wako wa amani. Safari sasa nimeifikia. Akasema baba, safari sasa nimeifikia. Nisiwezi kusema mimi Mungu nimeimaliza wakati sijaitimiza. Nimeimaliza safari ya Diana tu. Ya Diana nimeimaliza, wala hanidai tena. Hata ndani ya roho yake utosikia tena baba naomba mpaka ninyonyeshe. Utosikia tena akisema hivyo. Utosikia tena, maana safari ya Diana nimeimaliza mimi Mungu. Safari ninayoiendea, akasema safari niliyoifikia ni yako mwanangu. Hiyo ni safari nimeifikia kwenda kuitimiliza. Nimeifikia, sio kwamba nimeimaliza, sijaimaliza. Hata mimi Mungu nikisimama nikasema safari yako mwanangu nimeimaliza, utaniona mjinga. Utaniona kwa sababu unasema umeimaliza wakati bado vita ni hapa. Unasema umeimaliza wakati bado hata watu sijawaona. Unasema umeimaliza wakati bado hata watu wananinukia. Bado sijaimaliza mwanangu. Nimeifikia sasa kwenda kuimaliza. Nina amani mwanangu, nina amani. Maana kila nikiangaza pande 4 za dunia sioni kipingamizi. Sioni giza lenye kunizuia. Sasa mwanangu, mimi Mungu nimefika katika ahadi za miaka na miaka nilizokuahidi, za watumishi na watumishi niliosema nao kwa habari yako mwanangu, lakini wakaona ni uongo na kupotea. Lakini leo uongo huu wanakwenda kuona sasa ni ukweli, kwamba uongo wa Mungu umegeuka kuwa ukweli. Maana waliniona mimi Mungu ni muongo, na iweje mwanadamu mpaka nafikia hatua ya kuniona mimi Mungu ni muongo? Ni kwa sababu ya ahadi zangu mimi Mungu. Sikurupuki mwanangu. Mimi Mungu sikurupuki. Mimi Mungu ni wa taratibu. Mimi Mungu ni wa mipangilio. Na mipangilio yangu sasa imekwisha kukamilika. Ratiba zangu na taratibu zangu zote mwanangu zimekwisha kukamilika. Ukiambiwa mwanangu, akasema baba akasema mwanangu, ukisikia sanduku la hazina lilikuwa limetekwa,
sio kitu kidogo. Yani ni dunia yote imetekwa. Mafanikio ya Mungu yalikuwa yametekwa na shetani na kushuka kule. Kwa hiyo sasa mimi Mungu nilikomboa kitu kikubwa sana. Na ndiyo maana katika ufalme ilifanyika sherehe kubwa sana juu ya ukombozi wa sanduku la hazina kurudi katika ufalme, kurudi kwenye mikono yangu. Na siku zote mwanangu, cha kwangu hakipotei. Akasema hivyo Mungu Baba, kanasema hivyo, cha kwangu hakipotei. Lakini baada ya kusema hivyo zilipiga radi, yani mfululizo. Baada ya kupiga zile radi kilitokea kicheko cha Mungu Baba. Alicheka akasema siku zote, siku zote. Yani ile sauti kawa inajirudia kwa mwangu. Siku zote mwanangu, changu hakipotei. Yeyote yule aliyetoka katika mkono wangu, hata angejiita kinara kiasi gani, atarudi kwangu, hawezi akapotea. Hata shetani alijiweka ni baba, alijiweka ni mtawala, akajiweka ni kinara wa dunia, lakini hapotei kwangu. Sasa kila alichokuwa amekiiba na kukipoteza kimerudi kwangu. Hata yeye atarudi kwangu katika kilio, yani atarudi kwangu kwa kulia na kusaga meno. Hata yeye atarudi kwangu, maana ni wangu. Je, amepotea? Shetani amepotea? Nikajibu hajapotea. Akasema ndivyo ilivyo, hata yeye hawezi akapotea. Wote wanadamu walioshupa, wanaojiweka hawanioni mimi Mungu, wanaojiweka wanapitisha upepo kwangu mimi Mungu, wanaojiweka wanatupa hiki, hao wote ni wangu mwanangu, wala hawawezi wakapotea. Yani hawawezi wakanichenga, hao wote ni wangu mwanangu. Nyamaza kimya mwanangu, nyamaza kimya mwanangu. Baba yako nimefika mwanangu kukupa amani, nimefika kukupa kicheko, nimefika kukupa kicheko, nimefika kukupa kicheko. Na hiki kicheko mwanangu si chako peke yako, ni kicheko cha dunia, ni kicheko cha dunia, na ni kicheko cha uzao wako wa kwanza. Uzao wa kwanza mmeipata neema, mmeipata neema, mmeipata neema, mmeipata neema kufika na baba yenu. Angalieni maombi ya mwanangu nilivyokuwa nikiasikia kwamba Baba, sihitaji kuacha uzao wa kwanza. Baba fanya vyote Baba, lakini uzao wa kwanza nifike nao. Mimi Mungu nilikuwa nikisikia maombi ya mwanangu, na si kwamba uzao wa kwanza mnafika kwa utakatifu, si kwamba uzao wa kwanza eti mnakwenda kuyaingia mema yangu mimi Mungu mkiwa wasafi, mkiwa mna haki ya kuyafikia. Hamkuwa na haki ya kuyafikia, ila mmestahilishwa na mwanangu. Ila nyinyi hamkustahili kuingia nchi yangu ya ahadi, hamkustahili kuingia mema yangu, ila mmestahilishwa na maombi ya mwanangu. Maombi ya mwanangu yamewastahilisha, maombi ya mwanangu yamewastahilisha. Lakini mwanangu, nataka niseme hiki mbele zako mwanangu, nataka niseme hiki mwanangu juu ya uzao wako wa kwanza. Mimi Mungu ninapotazama hazina za maombi yao yatakayowaongoza katika kazi Sioni, waambie wawekeze hazina sasa katika huu wakati. Nikasema wawekeze hazina, wekeze hazina. Mimi Mungu tayari safari nimeifikia, nimeifikia. Sasa nikitazama mwanangu hata kwenye sadaka zao, nikitazama mwanangu wengine hata kwenye maombi yao hazina zao zinaelea, nikitazama kwenye hazina ya maombi unakuta hazina maombi yanaelea, hayana uzito. Nikitazama hazina sadaka inaelea, haina uzito. Wanangu, jitambueni nyinyi kina nani katika uso wa dunia. Dunia inakwenda kuangukia sasa. Wekezeni hazina haraka iwezekanavyo, wekezeni hazina haraka iwezekanavyo. Hazina ya maombi ninahitaji nione mimi Mungu, maombi ya rohoni ni hazina tosha kwangu mimi Mungu. Maombi ya rohoni mwanadamu ukiyaweza, umewekeza hazina isiyokuwa na kutu, akasema umewekeza harufu njema kwangu mimi Mungu. Wekezeni kama jinsi mwanangu alivyowaambia. Wekezeni. Mwanangu hajasema kujifurahisha, ni mimi Mungu nilisema nikijua nimefika. Nikijua kabisa tayari nimeirejea safari sasa. Nimeifikia safari. Ni kazi kwenda kuimaliza safari. Na nitakapoimaliza mimi Mungu safari, inabaki kwenu kutenda kazi. Mimi Mungu nitakuwa nimepumzika. Nikitazama watenda kazi. Ni mimi Mungu nitatenda kazi ndani yenu mlio uzao wa kwanza, nitatenda kazi ndani yenu mlio uzao wa pili. Maana sasa hata uzao wa pili na utazama sasa, maana hata uzao wa pili wanapaswa wakapokee mwanga kwa bali ya kazi. Mimi Mungu sasa safari nimeirejea kwenda kuitimiliza, kwenda kuimaliza. Basi hapo alivyoweza kusema hivyo sasa akaniambia, tazama mwanangu, kuna kipi unakiona kimesalia mbele? Kuna kipi unakiona kimesalia nyuma? Hapo nikajiona katika ulimwengu leo nimegeuka kutazama nyuma. Wakati huo naulizwa kipi kimesalia, sikuweza kuona chochote nyuma, lakini pia nikatazama tena kule. Nikatazama kule mbele kwamba ni kipi kimesalia kule mbele. Nikaona wakati anauza kipi kimesalia kule mbele, nikaiona dunia tu inakuja kama karatasi, yani
faida ni kama karatasi na vingine vya dunia. Akasema hicho ndicho kilichosalia mbele, hicho ndicho kilichosalia mbele, kwenda kuipokea dunia, kwenda kuipokea dunia na kuiweka mikononi mwangu mimi Mungu. Sasa dunia inakwenda kushuka kwangu mimi Mungu, dunia inakwenda kushuka kwangu mimi Mungu, dunia inakwenda kuinama kwangu mimi Mungu, dunia inakwenda kuanguka kwangu mimi Mungu. Nimesema sana maneno haya, nimeyasema sana mpaka imegeuka kwa wengine kugeuza na kuwa historia. Yaani wameigeuza sauti yangu mimi Mungu kuwa historia kwao, ama kuwa sehemu ya maongezi yao sauti yangu mimi Mungu, lakini si sehemu ya maongezi yenu. Sasa nimefika kufanya matendo, nimefika kufanya matendo. Nilivyokuwa nikisema mimi Mungu kwamba dunia inakwenda kumwangukia mwanangu, dunia inakwenda kuanguka kwa mwanangu, nyinyi mliona ni kama kawaida, mliona ni kitu kama vile historia, mkageuza na kuwa ni kama vile sehemu ya maneno yenu, ya furaha zenu, ya kujifurahisha na kucheka na kufanya hivi. Lakini mimi Mungu nimefika sasa, tayari nimeirejea safari yangu ya muda mrefu na mwanangu mpaka kufikia hapa. Kweli mwanangu unachokisema, hapa utaendesikia sauti kubwa kabisa. Kweli mwanangu unachokisema ndivyo ilivyo, ni safari ndefu, ina milima na mabonde. Kweli umepitia milima ya kila aina na hujawahi kuanguka. Umepitia mabonde ya kila aina na hujawahi kudondoka. Umepitia visiki vya kila aina na hujawahi kuanguka na kuishindwa safari. Kila kitu mwanangu umekipitia, lakini umepita, umepasua miamba na miamba. Haikuwa rahisi kupasua kwenye mwamba mkubwa kiasi cha serikali. Hakika wewe ni mwamba imara. Hakika wewe ni mwamba imara. Kila nikitazama hivi mwanangu, na kutazama mwanangu, wewe ni wa kutikisa dunia nzima mwanangu. Mwanangu hivi, akasema Mungu Baba, mwanangu umeitikisa dunia nzima katika ulimwengu wa roho. Maana wewe ni wa dunia, wewe ni wa dunia, lakini walijua umetikisa kwanza tu imetikisika, lakini ulitikisa mwanangu, ulitikisa. Na hakuna nchi yoyote isiyokujua mwanangu. Wanakujua vyema mwanangu, wanakujua, niamini mimi Mungu kuwa wanakujua. Sasa ngoja nianze kuonyesha alama zao, alama ya kila nchi, nianze kuisimamisha mbele, uone mwanangu kuwa inakujua ikujui. Ndipo utakavyoona mwanangu kila serikali itakavyosimama kukutangaza, ndipo utajua mwanangu kwamba nimetulia mwanangu, nimetulia. Na serikali za dunia nzima zitakutangaza mwanangu. Uwezi, akasema hivi, wewe ni Mungu wa dunia, wewe ni Mungu wa dunia. Uwezi ukaitembelea dunia katika mwili. Sasa hivi Mungu akasema uwezi ukaitembelea dunia yote kwa wakati mmoja na ukaitangazia kwamba nchi hii na mtu nchi na mtu. Mimi Mungu nimekwisha kuweka alama, na alama yangu sasa nitakaposimamisha alama zao wataikumbuka alama niliyoiweka. Kila mmoja anakujua mwanangu. Akasema usicheze na mimi Mungu. Ninatambua mimi Mungu ni jinsi gani nimekutanguliza mwanangu. Mimi ndiyo ninajua. Mimi Mungu ndiyo ninajua. Mimi Mungu ndiyo ninajua. Nimetulia. Subiri mwanangu nionyeshe alama zao. Subiri mwanangu nionyeshe alama zao. Akasema kwamba tena kama amesema kwamba mwanangu, tazama hawa wanaosimama sasa na kuanza kuzoofisha hapo, wanaangalia je, mwanangu utasema nini juu yangu? Lakini mimi nina imani kubwa na wewe mwanangu, uwezi wala ukasema Mungu kwa nini imeanza kutukana tena, Mungu imekuaje? Mwanangu, hayo ni marudio. Hayo ni marudio. Siku zote marudio huwa yana nguvu. Siku zote marudio huwa yanatikisa. Nani ametikisika? Nani ametikisika? Hata katika uzao wako mwanangu, uzao wa kwanza kuna mwanadamu aliyetikisika. Basi kama kuna mwanadamu ametikisika, huyo haendi katika safari tunayoielekea sisi. Maana tunayoielekea ina mtikisiko mwingine wala si huu. Huu tumekwisha kuumaliza mwanangu. Tumekwisha kuumaliza. Kwani unadhani mwanangu hawakai vikao? Wanakaa vikao sana, na mimi Mungu niko hapo katika vikao vyao. Wachungaji wamekaa na wanaoongea mwanangu ni vibaraka, sio wale vigaga hawana jipya tena. Wamekaa wametulia kusubiri ujio wa Mungu. Maana kuzimu ni nyeupe, wamebaki weupe, ila wanashindwa kujiweka wazi kwa wako weupe. Wamebaki weupe na wanajifichia humo kwenye mahekalu yao. Wanajificha kwamba wasionekane kuwa wamebaki weupe. Lakini wakati umefika wa kuwaweka wazi. Weupe niliowafilisi katika ulimwengu wa roho, ndivyo ninavyokwenda kuwafilisi kwa macho ya damu na nyama. Lakini leo wanajificha wakijiona ni matajiri, lakini mimi Mungu nimekwisha kuwafilisi katika ulimwengu wa roho. Na sasa
ninakwenda kuonyesha kuwa wako uchi wa mnyama, hawana lolote kwa macho ya damu na nyama. Kila waliokaa na kuwasikiliza na kuwatetemekea na kusikiliza matusi yote wanayotoa juu yangu, wanakwenda kuwakimbia bila kuambia kimbia, wanakwenda kukimbia bila kuambiwa kimbia, wanakwenda kutoka kama wapo na watakunguta mavumbi. Mwanangu, mimi ni Mungu nisemaye, mimi ni Mungu nisemaye. Ninaumia sana mwanangu ninapozidi kusikia unapaza sauti yako, wakati mimi Mungu nimemaliza, nimekamilisha kazi niliyoiahidi kuifikisha. Nimeifikisha kwa Diana, nimeifikisha. Sasa iweje nifikishe kwa mtoto? Kwako mwanangu nisifikishe uliyenishikia agano. Huyo alikuwa mkamilisha agano. Diana alikuwa anakamilisha agano, alikuwa anakuja kulikamilisha agano. Iweje nimtimizie zawadi nimkabidhi, halafu zawadi aliyelibeba agano nisifikishe? Mwanangu, zawadi yako special ipo. Nimekwisha kuifikia mimi Mungu. Yaani hapo tena nikasikia kicheko. Hapo niliposikia kicheko, Mungu Baba akasema, wanadamu, jiulizeni hata haya, jiulizeni hata haya. Iweje katika hatua ya mwisho mimi Mungu niingie na viumbe kama hawa? Wakawa wamevutwa kina Neema, wale watoto wote watatu, paka wa Diana, paka wale wa baba tena wale wa mjengo, wakawa wamevutwa baba. Yani nikatuona tulikuwa tumeletwa watoto tu G na D, wakawa wamevutwa wote. Walipoletwa D na G wakawa wameletwa, na baada ya kuletwa hivi pale wakavutwa wote. Wanadamu, hata mlio uzao wa kwanza mlio na mashaka na mimi Mungu, ni lini niliwahi kufanya vitu kama hivi mimi Mungu? Ni lini niliwahi kufanya vitu kama hivi mimi Mungu? Hata uzao wa kwanza mlio na mashaka kwamba tulishazoea kuambiwa ni mwaka wa Mungu, tulishazoea kuambiwa ni mwaka wa matendo, lakini hatuoni matendo. Tulishazoea kuambiwa hii nguvu ni ya mwisho, tulishazoea kuambiwa, lakini mbona hatujawahi kuona? Sasa hata nyinyi mlio uzao wa kwanza, ni lini nilishawahi kufanya haya mimi Mungu? Ni lini nilishawahi kuyafanya? Na nikachukua upande wa pili na upande wa huku mnaojiona nyinyi, mnaojiona wale kule wanajiona, lakini nyinyi wanajiona wao na nyinyi wanawaona, lakini nyinyi hamuwaoni. Nikachukua upande wa nyinyi mnaojiona na wao wanawaona, na wao nikachukua mimi Mungu nikaunganisha ili historia hata kwao itoke kwamba hata kwao nilichukua mimi Mungu wa kwenda kuileta nguvu iliyoshuka duniani, kwenda kuleta mwanga uliokuja duniani, ili historia iunganishwe ya huku na huku iwe kitu kimoja, kwamba kweli hao watu kumbe waliishi nao kweli. Kwa nini kitu hiki kilifanyika? Mimi Mungu sio mjinga, mimi Mungu sio mjinga. Jiulizeni sana na mjiulize na mjihoji, Mungu ana nini katikati ya huu mwaka? Kuna nini ndani ya huu mwaka? Jiulizeni na muutathmini sana huu mwaka, na muandike huu mwaka na muweke katika historia zenu. Lakini hapo baba akasema, mwanangu Zumaridi, ninahitaji watoto hawa kabla ya kuipeleka nguvu niwe nimechukua, uwe umechukua nao historia mwanangu, akiwepo na Diana. Hata kama ni ndani, wachukue historia mwanangu, watoto hawa waingie, maana kinachofuata hamtowakumbuka tena kama tulikuwa nao. Itakuwa ni kukimbia mwanangu. Mimi Mungu nikisema kukimbia, ndivyo ilivyo mwanangu. Ninachokiona mimi Mungu ninaona mbele, mimi Mungu naona sirini, mimi Mungu naona gizani, mimi Mungu naona nuruni, naona gizani, pote naona mwanangu, hakuna panapojificha. Nikisema kuna kukimbia mwanangu, hamtokumbuka kuchukua historia na hawa watoto. Chukua historia mwanangu ndani ya madhabahu yangu, kwamba hawa nilifanya nao nini mimi Mungu wote. Akasema hivyo, akasa wakati anasema hivyo, asa nikana wakati najiuliza sasa kule itakuwaje wale wakule. Asa yani nikakumbuka pale kuna kamera zao ambazo huwa zinawachukua na kuwaingiza. Basi baada ya hapo sasa akasema, ninahitaji mimi Mungu, ninahitaji mwanangu, nimeifikia safari. Watoto hawa wataanza kwamba watanguliza ule unabii wa watoto, jinsi walivyo jinsi ambavyo wameisafirisha nguvu na nini kila kitu, jinsi gani ambavyo wachukule na kina Neema hivyo, waweze kuwekwa katika wakiwa ndani ya hii madhabahu, kama vile wanaomba au
au yani wanaomba au kama vile wanahojiwa au nini. Hivyo wakiwa hivyo hawajui kuongea. Yani amesema hivyo, yani historia yao ninahitaji hivyo ili sasa dunia ijue hakika mimi Mungu sishindwi, hata kichanga nina uwezo wa kutumia na kufanya kiwa kikubwa katika ulimwengu wa roho. Mimi Mungu nataka nije tofauti na fahamu za wanadamu, tofauti na mawazo ya wanadamu. Wanadamu walishazoea kwamba viongozi yani wenye kutenda makubwa ni wachungaji tu wazee, waliozeeka mpaka meno hawana, ndio wanaheshimika na kutetemekewa. Mimi Mungu sio hivyo. Mimi Mungu kwangu hakuna mzee wala hakuna, wote ni kitu kimoja. Nataka sasa nikaonyeshe mzee ni mmoja. Akasema kwamba mzee ni mmoja tu. Mimi ndiye mzee wa miaka mingi. Mimi ndiye mzee wa miaka mingi, hakuna mwingine. Hata hao wanaoheshimika na kutetemekewa mpaka awe hana meno, hawe nini, amezeeka hajiwezi, ndio wanaogopeka. Mimi Mungu sivyo. Nakuja kinyume na shetani alivyokuwa amekamata dunia. Nakuja kinyume na nimekuja tayari. Nimekuja kinyume na shetani. Nataka nijifunue kinyume na shetani alivyokuwa ameishika dunia, ili kila mmoja asadiki na kuamini kuwa mimi ndiye Alfa na Omega, nimeujilia ulimwengu. Basi baada ya kusema hivyo, Mungu Baba akasema kwamba hivi ndivyo ilivyo. Safari nimeirejea. Hakuna kizingiti, hakuna kigingi, hakuna kipingamizi. Mwanangu utaona mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu niongeaye. Mimi ni mwamba imara, sitikiswi na chochote. Nadhani mwanangu kila mmoja aliona kwa macho. Hivyo mimi ni Mungu niliyeweka makao ndani yako, sitikiswi na aina yeyote ile ya kiumbe cha chini, sitikiswi mimi Mungu. Basi baada ya hapo Mungu akasema ila mimi Mungu ndio nahitaji nikatikise viumbe vyote vya chini, vikatikisike, kuzimu yote ikatikisike, kuzimu yote ikatikisike na kunyamaza kimya, dunia yote itikisike. Hakuna kinara mwanangu, hakuna mkubwa duniani. Kibinadamu wanatazama, wanawaona ndio wakubwa, lakini mwanangu duniani hakuna mkubwa zaidi yako. Hakuna mkubwa wa kukushinda wewe mwanangu. Mwanangu wewe ni mkubwa utakayeangukiwa na wakubwa wa kila aina waliokuwa wameshikilia matawi ya shetani, waliofanyika matawi ya shetani na kuushikilia mzizi wa shetani kwa muda mrefu. Iwe Freemason wanaenda kuanguka chini yako mwanangu, iwe nini, yani wote kaanza kutaja ni mkubwa. Akasema mwanangu, nimemfilisi shetani, nimefilisi. Alijidai kwa miaka mingi, karne na karne, akitembelea mali zangu mimi Mungu, akajirisisha, akajipa ulisi kabla ya baba yake kumpa ulisi, akajirisisha. Sasa nimemnyang'anya. Na siku zote mtu anayeng'ang'ania eneo sio lake, akang'ania kwamba paka akashitaki na kushtaki, akagomba na kugomba ulisi wangu. Lakini sheria zitakapofuatwa na upelelezi ukasimama, atajulikana ni nani mwenye hii mali hakika. Na ndivyo ilivyo wanadamu hakika mmefungwa. Hata hili tu lingewafanya mfunguke na kujiuliza. Jiulizeni sana. Nimebinua hata hao ni marudio tu. Kwani kipi kimezungumzwa mwanangu ambacho akijazungumzwa kwenye wakati wangu mimi Mungu? Niliruhusu shetani azungumze yote amalize, lakini waliyamaliza. Lakini na utambue kwamba mwanangu aliyamaliza. Tazama, wanacholeta ni kipya, ni kikuku. Nikasema ni vikuku. Akasema hayo ni marudio, wanayarudia yale walioyamaliza. Mimi Mungu nakuja na mapya. Nakuja na mtikisiko mpya, ili sasa wote wakalale chini. Basi baada ya hapo sasa nikawa nimejibu amina. Hapo nikaanza kulisikia sali mungurumo. Kwanza kabla ya kusikia mungurumo, ilipiga radi moja, nikajikuta yani nimesambaratika kabisa katika Mungu. Leo nikajikuta kama vile nimeyeyuka kabisa, kwa nikayeyushwa na ile radi. Baada ya kuyeyushwa na ile radi, ule mungurumo sikusikia tena, wala Mungu Baba sikumuona tena. Nikaendelea tena, nikajikuta nipo tu kwenye madhabahu hivi naomba. Lakini tena baada ya hapo nikajiona tena nahama. Lakini wakati nahama hivyo nikasikia tena sauti ya Mungu Baba sasa ikitoka kwenye kifua cha Mfalme Ismaili. Yani kawa inatoka sauti kubwa sana kwenye kifua cha Mfalme Ismaili. Nimeirejea safari. Safari ya kwanza nimeikamilisha. Safari ya Diana nimeikamilisha. Na yenye ilikuwa ni safari ngumu. Bila Mungu ilikuwa ni safari ngumu. Kwa sababu mimi ni Mungu nimeikamilisha. Kama safari ya Diana ilikuwa ni ngumu kuifikisha, leo mimi Mungu nimefikisha na nimeikamilisha. Na
na kilicho changu amenikabidhi. Sasa hakuna kinachonishinda mimi Mungu. Hata hii ninakwenda kuikamilisha. Ninakwenda kuikamilisha maana nimeirejea. Basi baada ya hapo sasa naona sasa nimeimaliza hatua hii, napiga hatua kuendea safari yangu hapa. Ninatoka hapa, yani kwa hatua ya Diana ameimaliza, anaanza hatua nyingine sasa. Yani tayari hapa amefika akatulia, anaanza tena hatua kufika hapa. Ni hatua akasema ninapiga hatua moja sasa kwenda kukamilisha cha mwanangu. Hakuna kingine. Basi baada ya nikajibu amina. Basi nikaendelea sasa kumsifu Mwenyezi. Akasema hapo wakati namsifu akasemaje hivi, mimi Mungu, tazama kile ninachokileta sasa. Tazama ninachokileta. Ninaleta yani sasa akasema ninaleta kuisafisha fahamu dunia. Ninaleta kuisafisha fahamu dunia. Na hawa akasema sasa kwamba Mungu Baba akasema hawa ninaowaleta awamu ya kwanza mimi Mungu, si kwamba nimechukua nchi na nchi nimechukua nchi zote za duniani, kwamba nimechukua nchi moja hivyo kwamba awamu ya kwanza ndio hivyo. Hapana, kuna nchi zingine nimetunza hazina, na hizo sasa ni mtikisi kwa ajabu. Akasema hawa ninaowaleta ni kwa habari ya kile nilichokikusudia mimi Mungu kifike kwa kumtangaza mwanangu. Ninawaleta hawa kwa habari ya niwatikise, kutikisa, ule mtikisiko na uruhusu watakuja na vitisho vya kila aina, maana nikiachia hawa vigaga, akanasema sasa Mungu Baba na Mungu anawatambua kwa ni vigaga wa dunia. Akasema kwamba mimi Mungu ninawaleta hawa kwa habari ya kuitikisa kwanza nione inasemaje, nione imetuliaje, nione inasemaje, lakini kinachofuata akasema hii safari niliyoianzisha hii ni ya kusafisha tu. Ninasafisha, akasema hawa ninaowatoa ni kusafisha tu, lakini kwa akili za kibinadamu mtatetemeka mpaka mtahisi kuzima kwa sababu ya jinsi ambavyo kwa jinsi ambavyo Mungu akasema kwamba kwa jinsi ambavyo ninavyokuja mtatetemeka na kuhisi kuzima kwa jinsi ninavyokuja kushtua, ninakuja kushtua nitangazwe, nianze kuleta vigaga wangu mimi Mungu. Hawa wanakuja kusafisha yale yanakuja, si nitakuta tayari serikali nimeshtua kila kona, maana hawa wanavokuja hawa watatangazwa kila sehemu, na kila sehemu watafika, na kufika kila sehemu. Ndio maana nikamchukua na kigaga mmoja wa Tanzania, nikamchukua ili huyu, kwa sababu nchi nyingi walikuwa wanamjua, iwe Marekani iwe wapi wanamtambua vyema kazi yake na wanamtambua vyema. Kwa hiyo umejiuliza tena kanisa, umejiuliza mwanadamu, kwa nini nimemchukua huyu wa mwisho kumleta na nimemchukua kumweka hapa? Kwa nini nisingemweka? Akaanza kusema hivyo, hao wote ni wanangu na hao wote wanastahili kutoka, lakini kwa nini nimemchukua huyu? Ili ashtue mataifa na mataifa. Baada ya hapo sasa mataifa yote yajipange na kusema leta na wakwetu, wao wenyewe waanze kuniomba na wakwetu wangetuletea, ili kwamba kupitia wao wenyewe kuanza kunileta. Kwa hiyo hawa wanakuja kusafisha fahamu za wanadamu ili kuzipanga ule mshtuko utakao kuja. Lakini sasa Mungu akasema katika huo mshtuko sisi tutahisi kufa, tutahisi kuzima na kuzima na hata kujisaidia kabisa, kwa sababu ile jinsi ule uoga labda kumkimbia Mungu na nini, kwa sababu anasema lazima ashtue ili iweze kutangaza, ili iweze kutangaza na kule kote, na kama ilivyo shtua mwanzo pale baba kumchukua na kumpeleka wapi na wapi kwa habari ya nini, ili wamtangaze. Na kweli baba alimtangaza nchi nyingi sana zinamjua kama jinsi alivyosema Mungu. Kwa hiyo hata hapa sasa hivi akasema lazima apitie kule kushtua, ili sasa kwamba wajipange kwamba wanakuja vigaga ambao hivi kila mmoja akiona unaweza ukafa pale umesimama hivi unakauka kila mmoja, kwa sababu kuna wengine tangu wamezaliwa hajawahi kuwaona. Nikasema wa kwanza mimi, baba wa kwanza mimi, wengi sana siwajui. Basi hapo wakati nasema hivyo akasema kwa hiyo hapo tu ni maandalizi. Akasema Mungu hawa ninawaleta ni kwa maandalizi, kwa maandalizi ya ujio sasa wangu mimi kwa kishindo. Dunia haitokuwa na pumziko. Mimi ni Mungu nisemaye, na nitakapoachia wale vigaga hakuna atakayenyamaza kuongea. Na hawa walikuwepo, maana hao wanaowasafishia ndio maana hata ufunguo wao ambaye ni dadi yupo katika hiyo safari ya kutoka, kwa sababu ya kuja kufungua fahamu sasa za wanadamu, kwa sababu matusi mengi yametoka juu yao, ziaka nyingi zimetoka juu yao. Sasa mimi Mungu nakwenda kuwaweka attention na kuja, mimi Mungu nakuja. Basi baada ya hapo sasa akasema
Ameacheka, alivyocheka Mungu Baba alivyocheka, lakini akawa anacheka kwenye kifua cha nani, cha Mfalme Zubadi. Sauti ya Mungu Baba inatoka kwenye kifua cha Mfalme Zubadi kwa kishindo kikubwa. Akawa amecheka, alivyocheka akasema kwamba hakika hata paka anapomshtua panya, hata paka anapomshtua panya ushtuka na kujibanza kwanza kuangalia kuna nini kinaendelea, kuna hali ya hewa gani inaendelea huko. Lakini panya naye akitaka kwamba azidi kujisogeza, yani panya asogee kwamba ajifiche zaidi, akipiga hata bati, akapiga hata meza, hata paka ushtuka na kuogopa na kusema nataka kuvamiwa tena nipigwe na mimi. Kila mmoja anakuwa na wasiwasi. Ndivyo ilivyo kwamba akasema kwamba sasa tazama jinsi ambavyo ninavyosubirishia, yani inasubirisha kwa sababu nilishawatangulizia salamu kama ni panya. Sasa ni wametulia wanasikilizia kwamba inakuaje nikitikisa tu hivi tayari tunajua nini, yani hivyo hata wenyewe hawana amani wanaposikia jina nani Zumaridi, wanatetemeka na kuogopa kuna nini tena. Kwa hiyo mimi Mungu nina amani, yani ni kwamba nina amani, na amani hii nilionayo ni ya dunia nzima na ni ya mbingu nzima. Amani nilionayo na kicheko hiki nilichokileta ni cha mbingu nzima na ni cha dunia nzima, kwa maana sasa dunia yangu inakwenda kurudi mikononi mwangu mimi Mungu kwa macho ya damu na nyama. Sikutoa tena story. Basi baada ya kusema hivyo Mungu Baba akawa tena amenyamaza ndani ya kifua cha Mfalme Zubadi, akawa ameinama tu hivi. Sasa alivyoinama hivyo sikuisikia tena sauti, ikaanza kuona tu mwanga unapiga kwenye kichwa cha Mfalme Zubadi, mwanga tu umetanda unapiga unapiga, yani unaingia na kutoka mwanga hivyo. Nikasikia tu sauti ya Mfalme Zubadi, hakuna kipingamizi kwangu mimi Mungu juu ya mwanga wangu. Mimi Mungu hakuna kipingamizi. Majaribio yote ya mwanga huu kuingia niliyafanya. Ndio maana unaona unaingia na kutoka, yani makao yake ni humu wala hauendi bado, ukitoka ni kwenda kuangaza na kurudi, yani ndani ya makao yake mpaka pale mimi Mungu nitakapo itangazia dunia sasa kwamba nimerejea duniani. Mwanga utangaza milele na hata milele ndani ya kifua changu. Basi baada ya hapo sasa nikaendelea tu kumsifu Mfalme Zubadi, Baba tenda, yani tenda huu mwaka Baba, usikuache hivi. Tenda Baba kama jinsi ulivyopangilia wewe Mungu mipangilio yako kuwatoa Baba, tenda hivyo. Nikaendelea sana nikuomba tu hivyo kama alivyosema, na mimi nikaanza kumsifu, tenda hivyo Baba ulivyopanga, sisi hatukupangi. Tenda Baba. Basi mpaka pale mwisho sikuona tena kingine ambacho nimeweza kusema na Mfalme Zubadi. Namshukuru Baba kwa kunipa neema hii kuweza kuyashuhudia haya katika ulimwengu wa roho. Sifa na utukufu ninamrudishia yeye milele na hata milele. Tubarikiwe. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.